Watu wengi wakikuona leo watasema kitu kimoja tu. Watatabasamu, watatikisa kichwa, halafu watasema aisee, huyu jamaa ana bahati sana. Lakini hawajui ulikuwa wapi jana. Hawajui ulitoka wapi. Na zaidi ya yote, hawajui ulipitia nini ili kufika hapo ulipo. Kuna kitu kimoja ambacho dunia haipendi kukubali. Ni rahisi sana kwa watu kuona matokeo kuliko kuelewa safari yako. Ni rahisi sana kusema bahati kuliko kuheshimu jitihada za mtu. Lakini ukweli ni huu, mafanikio ya kweli hayaji kwa bahati. Yanaanza kimya kimya. Yanaanza mahali ambapo hakuna mtu anayekuona. Mahali ambapo hakuna mtu anayekusifia. Mahali ambapo hata wewe mwenyewe unaanza kujiuliza, je, hii ninayofanya ina maana kweli? Kuna siku ulikuwa unaamka asubuhi na kuna kitu kinaonekana kwenda sawa. Kila ulichojaribu kilionekana kushindwa. Milango ilifungwa mbele yako na mara nyingi hukujua ni kwa nini. Lakini bado uliamka kesho yake na kesho yake tena na tena. Hakuna aliyekuona wakati huo. Hakuna aliyepiga makofi na hakuna aliyekupa motivation. Ulikuwa peke yako. Kuna siku ulilala ukiwa na mawazo mengi kichwani. Ukiwa umechoka sio tu kimwili bali hata kiakili. Ukiwa umejiuliza mara nyingi sana, niachane tu na hichi kitu au niendelee? Na ukweli ni kwamba ungeweza kuacha. Hakuna mtu angekujua. Hakuna mtu angekuhukumu. Lakini bado uliamua kuendelea. Hapo ndipo tofauti ilipoanza. Wakati wengine walipochoka na kuacha, wewe uliamua kubaki. Wakati wengine walipoona giza, wewe uliendelea kutafuta mwanga. Haikuwa rahisi na haikuwa ya haraka. Kuna siku ulifanya kazi kubwa, lakini hakuna kilichotokea. Kuna siku ulijituma sana, lakini matokeo yalikuwa sifuri. Na hiyo ndio sehemu ambayo watu wengi hushindwa. Kwa sababu wanataka matokeo ya haraka, wanataka kuona mafanikio kabla ya kuvumilia mchakato. Lakini wewe ulivumilia. Ulivumilia pale ambapo hakuna mtu alikuwa anakuhakikishia kitu. Ulivumilia hata pale ambapo kila kitu kilionekana hakina matumaini. Na pole pole bila hata wewe kugundua, mambo yakaanza kubadilika. Sio kwa kelele, sio kwa drama wala, bali ni kwa kimya kimya. Ujuzi wako ukaanza kukua. Uzoefu wako ukaanza kuonekana. Confidence yako ikaongezeka. Alafu siku moja kitu kikatokea. Fursa ikajitokeza. Ilikuwa kama mlango uliofungwa muda mrefu, umefunguka ghafla. Na kwa sababu ulikuwa tayari, ukaingia ndani. Na hapo ndipo watu wakaanza kukuona hapo hapo. Ghafla ukaonekana kama umetokea kutoka nowhere. Ghafla watu wakaanza kukuuliza, umewezaje? Lakini badala ya kuuliza safari yako, wakaishia kusema, aisee, huyu jamaa ana bahati sana. Na hapo ndipo ukweli unapopotoshwa. Kwa sababu watu hawaoni miaka ya kujituma, hawaoni majaribio yote yaliyoshindikana, hawaoni maumivu, hofu na mashaka uliopitia. Wanaona tu matokeo. Na kwao matokeo bila kuelewa mchakato, wanaona kama ni bahati. Lakini wewe unajua ukweli. Unajua kwamba hakuna kitu kilichokuja kirahisi. Unajua kwamba kila hatua uliopiga ilikuwa na gharama. Unajua kwamba ulijitoa sana hata pale ambapo hakuna mtu alikuwa anaangalia. Bahati sio kitu kinachotokea tu. Bahati ni pale ambapo maandalizi yanakutana na fursa. Na wewe ulikuwa unaandaa maisha yako kila siku, hata pale ambapo hakuna mtu aliona. Kwa hiyo siku fursa ilipokuja haikuwa bahati. Ilikuwa ni matokeo ya uvumilivu wako. Ilikuwa ni matokeo ya nidhamu yako. Ilikuwa ni matokeo ya maamuzi yako ya kila siku, ya kuto kukata tamaa. Na ukweli mwingine ambao watu wengi hawataki kusikia ni huu hapa. Kila mtu ana nafasi ya kufanikiwa, lakini si kila mtu yuko tayari kulipa gharama. Watu wengi wanataka matokeo, lakini hawataki ule mchakato. Wanataka ushindi, lakini hawataki mapambano. Wanataka kuonekana, lakini hawataki kufanya kazi gizani. Na hapo ndipo wanaposhindwa kuelewa. Kwa sababu mafanikio mengi yanazaliwa gizani, kabla hayajaonekana kwenye mwanga. Kwa hiyo kama leo uko kwenye kipindi kigumu, kama unajituma lakini bado huoni matokeo, kama unahisi kama hakuna anayekuona, usikate tamaa. Hii ndio sehemu ya safari ambayo watu wengi huiacha. Na ndio sehemu ambayo ukiivumilia inabadilisha kila kitu. Endelea kufanya kazi. Endelea kujifunza.
endelea kujiamini hata pale ambapo hakuna anayekuamini, kwa sababu siku mambo yako atakapofunguka watu watasema ni bahati, na ukweli ni kwamba waache waseme. Hawajui ulipitia nini, hawajui ulichoka kiasi gani, hawajui ni mara ngapi ulitaka kuacha lakini ukaamua kubaki. Wewe pekee ndiye unajua safari yako, na hii inatosha sana, kwa sababu mwisho wa siku haikuwa bahati, ilikuwa ni wewe.